kila mwamba ngoma kuvuta upande wake. Basi wewe kuvuta upande wako ni kuwa kutoa heshima zako za mwisho, afisa wa usalama kuvuta upande wao kuhakikisha usalama, waandishi wa habari na wapiga picha rasmi kuvuta upande wao ni kupiga picha rasmi hizo. Wakumbushe tu kwamba ikiwa tutafanya halahala tunavyofanya, kila mmoja atapata nafasi yake mwafaka bila bugdha, kila mmoja. Kwa hivyo nakuomba fuata tu ratiba kama ilivyopangwa na kila mmoja atapata nafasi yake. Asante sana wananchi wapendwa. Ama kweli dunia nzima imeshuhudia upendo mkubwa mlionao, heshima na uzalendo mkubwa. Niwape kongole hata kwa kukaa hadi wakati huu. Tangia mida ya saa 1 asubuhi ulikuwa mshakongamana katika uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta. Ama kweli ni upendo mkubwa. Na kwa upendo huo tupeane nafasi tusonge kwa hali ya ustaarabu. Vile nikukumbushe tu, simu yako ya rununu sio kwa ubaya, ila usiitumie kwa kupiga picha, haswa mida zake. Nikiangalia kronomita yangu nikana kwamba kwa dakika zisizo nyingi zijazo inaonekana kana kwamba foleni hii itakuwa inaelekea kuisha ikiwa tutaendelea na hali ilivyo. Basi niwaombe tu tuendelee kusalia watulivu. Vile ukifika nyumbani uombee jamii na baba, vile taifa letu. Maandiko matakatifu yamesema tuombee taifa, tuombee viongozi. Maana nyinyi ni watu wazuri. Naomba kuwa baraka zake Mwenyezi Mungu ziwe nanyi. Tuko na shughuli mbalimbali. Kuna shughuli ya viewing kwa njia ya runinga nchini London ambayo inaendelea hivi sasa. Tunatazama picha moja kwa moja kutoka hapa jijini Rome, jijini New York, jijini Kigali, Dar es Salaam, pamoja Kampala na Johannesburg. Kwa hivyo nidhamu yetu hapa ni kitu ya muhimu sana. Na nikuombe unapomaliza nafasi vile ya kuelekea nyumbani, kupumzika na kesho uwike katika uwanja wa Nyayo kwa shughuli ya misa rasmi. Na kuomba kuchukua nafasi yako kwa foleni, tusonge moja kwa moja ili tupeane nafasi. Kwa nafasi yako tusonge jamani. Kaza mguu ndugu, kaza mguu dada. Kaza mguu ndugu, kaza mguu dada. Vile unapomaliza ni vyema unapoenda nyumbani ujiulize, nawe siku yako ikifika itakuwaje? Je, kati yako na Maulana uko sawa? Na hiyo ni swali kwa sisi wote. Kwa hivyo ni jambo la kutafakari unapokuwa peke yako baadaye. Aliuliza rais mwanzilishi wa Marekani Abraham Lincoln, usiulize taifa lako limekufanyia nini, jiulize unaifanyia taifa lako nini. Raila Odinga alifanyia taifa lake mengi na ni mfano wa kuigwa kwa kila mmoja wetu. Sisi pia tujiulize tumefanya yapi kuboresha taifa letu.
tujikaze moja kwa moja, haswa hapo nyuma. Hapo nyuma kuna msongamano kidogo, ndio hapa mbele iweze kuenda vile vile. Vile vile ukiwa hapa nikukumbushe tu kwamba kujali mwenzako ni uitie macho kwa mali yako na sio kwa mwenzako. Tujikaze jamani, tujikaze. Moja kwa moja. Tujikaze moja kwa moja. Asanteni wananchi wapendwa. Ama kweli mnaonyesha mfano mwema wa kuigwa. Asante sana wananchi wapendwa kwa upendo huu uliouonyesha wa ajabu. Ama kweli matendo ya mtu yanamfuata. Ukimaliza uende tu moja kwa moja hadi nyumbani, ili tupewe wengine nafasi. Kwa heshima sana. Tukimbie vijana tusonge. Peana nafasi. Peana nafasi jamani. Hii foleni inasonga kwa utelezi. Tujikaze hapo nyuma jamani, ili tuondoe msongamano huu. Tuchangamke jamani. Kimbia moja kwa moja. Asante, moja kwa moja. Tuvute. Jikaze jamani, ili tushughulikie kila mmoja. Tujikaze jamani, tujikaze. Pole tu, nafasi yako iko. Usichoke. Pole tu, nafasi yako iko. Tujikaze jamani, na ukishapita unapea wenzako nafasi.